amemneemesha kwazo. Waliponeemeshwa watu na neema ya Qur'an, wakaneemeshwa na neema ya mtume Sayyidu Adnan sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakafadhilishwa na wakaneemeshwa kunako neema ya Uislamu. Mola wao subhanahu wa ta'ala aliwaambia, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Muumini anapotekeleza mafundisho na faradhi na ibada aliyofaradhishiwa na Mola wake, bila shaka hufurahi baada ya kuitekeleza. Lakini sio hivyo tu, bali humhimidi Allah subhanahu na kumshukuru kwa kumteua yeye ala kathiri mimman khalaqana tafdhila, kuliko wengi katika wale ambao Allah subhanahu amewaumba na akawafadhilisha. Katika ibada ambazo tumewekewa na Uislamu wetu ni ibada ya siku ya Ijumaa. Ibada ya siku ya Ijumaa ni ibada adhima, wa huwa Eidu al-Usbu', na ndiyo siku kuu iliyopo katika wiki. Sisi tunazo a'yad, idi zetu tunazo kisheria, na miongoni mwa idi hizo ni idi inayopatikana au ni sikukuu inayopatikana katika wiki. Ukirejea historia ya Uislamu huu na ukatazama kwa ufupi yaliyotajwa kwenye vitabu mbalimbali vya kihistoria, utagundua ya kwamba siku hii ya Ijumaa ina matukio na ina historia ndefu sana. Kwa kuchota moja ya hayo mafundisho ni kwamba ndani ya siku hii, kama ilivyokuja fi bidayati wa nihaya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa Adama, alimuumba Adam fiha, katika siku hiyo Ijumaa, bali wa udkhila aljanna, na pia vile vile aliingizwa katika bustani katika siku hii. Bimaana ni siku ya kale, ni siku ya zamani sana, ambayo historia yake inaurejesha umma huu katika asili yao, nayo ni asili ya uwepo wa baba yao Nabiullahi Adam alayhi salam. Kuumbwa kwa Adam ndicho chanzo cha kupatikana wa ulimwengu duniani, na sampuli ya kuumbwa Adam alayhi salam kwa mchanganyiko wa michanga ndiyo kupatikana matabaka mbalimbali ya binadamu. Na Nabiullahi Adam alayhi salam akapewa sheria kwa ajili ya familia yake na watoto wake. Hakutumwa yeye kwa watu waliokuwa mauswati, walikuwa waovu, wala hakupewa yeye kitabu kawafundisha hawa watu wasioelewa, kalla, bali yeye alipelekwa na alitumilizwa kwa watu wake, kwa maana familia yake, kuwaambia wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo uwepo wa Nabiullahi Adam na kuumbwa kwake katika hii dunia katika siku hii ni moja ya historia inayomwandika mwanadamu kwenye hii dunia Allahi Rabbil Alamin. Na kitendo cha Nabiullahi Adam alayhi salam kuingizwa katika janna, kuingizwa katika starehe darul khuldi, nyumba ya milele, nyumba ambayo anaitamani kullu taqiyin naqiy, kila aliyekuwa mcha Mungu na kila yule ambaye ana hamu ya kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Basi nyumba hii
alipoingizwa Nabiullahi Adam katika hii nyumba, ndiyo ilikuwa historia ya mwanzo ya mwanadamu kuanza kuonja ladha za neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kuanza kuonja neema za fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfadhilisha yeye ala kathiri min khalqi, juu ya wengi katika viumbe vyake. Kwa tunapoizungumza siku ya Ijumaa, tunaizungumza siku adhima, siku kubwa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwayo Nabiullahi Adam na akamfadhilisha. Lakini pili, vile vile katika moja ya funzo inayopatikana kunako hii siku ya Ijumaa, ndio siku ambayo yaqumu nnasu ila rabbil alamin, watu tasimama kuelekea kwa Mola wao, Mola wa ulimwengu. Sisi sote kuanzia zama za Nabiullahi Adam na watoto wake na kizazi chake, na kuja baada ya yeye kwenye karne 10 kuingia Nabiullahi Nuhu alayhi salam, na kwa Nabiullahi Nuhu Allah subhanahu wa ta'ala akayaumba matabaka ya mataifa 6: urfu samin hamin sabaqa wasita yafithin fakun muhaqqaqa. Mataifa 6 hayo yaliyokuja kujitokeza kupitia watoto watatu wa Nabiullahi Nuhu, Sam na Ham na Yafith. Wakapatikana mataifa ya Wasudani, mataifa ya Barbar, mataifa ya Sin ya Kichina na matabaka mengine ya Kiturki, na mataifa ya Sibti na mataifa ya Ajuju wa Maajuju. Hivi viumbe vyote mpaka leo hii, tokea zama za Nabiullahi Adam mpaka tunaposimama kwenye kiyama, watu hawa watasimamishwa na kuelekea kwa Mola wao, Mola wa ulimwengu. Yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, siku watakaposimama watu kuelekea kwa Mola wa ulimwengu, kwenda kuhesabiwa matendo yao na kwenda kulipwa walichokitenda na walichokitolea juhudi kwenye hii dunia. Walitoa juhudi kwa ajili ya akhira, walitoa juhudi kwa ajili ya matumbo yao, walitoa juhudi kwa ajili ya familia zao, walitoa juhudi kwa ajili ya jamaa na marafiki zao, walitoa juhudi kwa lengo la kuipendezesha dunia yao, au walitoa juhudi kwa ajili ya kitu gani? Huko ndiko ambako ila dayani yawma alhaqi namdhi wa inda Allahi tajtami'u alkhusum. Tutauona ukweli wa mtu huko mbele ya Allah subhanahu, madhahiri yake, wazi wake na mapambo yake anayoyaonesha duniani si kitu tena mbele ya Allah subhanahu, kwani huko ndiko ambako yauma tubla sarai, siri zitajulikanwa huko. Duniani ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa wewe kwenye hii dunia, wewe unafanya kwa ajili ya lengo gani? Makusudio yako ya uwepo wa miaka 63 kwenye hii dunia ulikuwa kwa lengo la kitu gani? Ulitoa juhudi zako, nguvu zako na wakati wako na umri wako uliutoa kwa ajili ya kitu gani? Siku ambayo watu watapelekwa kwa Mola wao itakuwa ni siku al-Jumaa, kama thabata dhalika ni Nabii sallallahu alaihi wasallam. Tunapoitazama siku ya Ijumaa, tunapoisikiliza siku ya Ijumaa, tunapoiona siku ya Ijumaa, tunaposhuhudia masaa na madakika yanapita katika siku ya Ijumaa, jua ya kwamba hakadha, hivyo ndivyo ambavyo yaqumu al-khalq ila rabbil alamin, watasimama watu kuelekea kwa Mola wao kwenye siku hii ya Ijumaa. Ni Ijumaa ipi? Allahu a'lam. Ya tarehe ngapi? Allahu a'lam. Iliyopo katika mwaka gani? Allahu a'lam. Kwenye mwezi gani? Allahu a'lam. Kwenye wiki gani? Allahu a'lam. Hakuna anayejua siri ya siku hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndio maana Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiwasalisha watu siku ya Ijumaa,
alikuwa anapenda kuzisoma sura ambazo tudhakiruhum an ruju'ihim ila rabbihim subhanahu wa ta'ala. Alikuwa akizisoma sura ambazo zinawakumbusha watu ya kwamba wanatakikana wajue, waelewe, wafahamu ya kwamba watarejeshwa kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Suratu as-Sajda wa suratu al-Insan. Suratu al-Insan, Allah subhanahu aya ya mwanzo kabisa anasema hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Wewe haukuwa kitu chochote kinachotajwa kwenye hii dunia. Kabla ya kuumbwa Adam alayhi salam, ulimwengu huu ulikuwa unakaliwa na malaika. Malaika walikuwa kila pande za huu ulimwengu katika jannat. Lam takun shay'an madhkura, haukuwa ni kitu chenye kukumbukwa chochote wewe. Haukuwa ni mtu hata mwenye kuashiriwa kwamba kuna ishara patatokea sijui binadamu. Hapakuwa hivyo. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hakuwa kabisa mwanadamu ni kitu chenye kutajwa kwenye hii dunia. Hakuna viumbe katika majini wala malaika walikaa wakikudiskasi na kukujadili kwamba wewe utafika, utashika ardhi, utatawala, utafikia kiwango cha kulima, sijui kufanya biashara, sijui kufanya kazi wapi. Lam takun shay'an madhkura. Haukuwa wewe ni kitu chenye kutajwa. Nani anakutaja sasa? Anakujua nani? Wewe nani paka utajwe? Una nini hasa paka utajwe kwenye hii dunia? Nani akutaje wewe? Viumbe bora malaika, badala ya kuendelea kufanya fadhila zao na kutenda matendo yao mema ya kumridhisha Mola wao, ambao hum la yasamun, ni viumbe wasiochoka kwenye kumtaja Allah na kumwabudu, wakutaji wewe kama nani? Wakuzungumzi wewe una nini chenye kuwashinda wao? Wakuzungumzi una khairi gani wewe kwenye hii dunia? Hatukujui kwanza. Mtume alikuwa anasoma hizi aya na hizi sura kumkumbusha mwanadamu ya kwamba wewe si kitu chochote kwenye hii dunia. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani anatuambia ya ayyuhan nasu, enyi watu wote, makafiri, waumini, wacha Mungu, waovu, weupe, weusi. Ya ayyuhan nasu, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyote mnamhitajia Allah, nyote. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, na Allah ni mkwasi tajiri mwenye sifa zenye kuhimidiwa. Wewe unamhitajia Mola wako, usiishi kama vile Mola anakuhitajia wewe. Mtume anasoma hizi aya za suratul Insan kumkumbusha mwanadamu ya kwamba wewe unahitaji ujue kwamba una Mola wako na utatarejea kwake yeye, utake usitake. Jisahaulishe, ghafilika, kuwa bize, panga mikakati yako, ipendezeshe dunia yako, tamani uvitamani kwenye hii dunia uvifikie unavyotaka. Kulluna ilayhi sa'ir, na sisi sote kwake tunaelekea sote. Tunaposoma hizi aya katika suratul Insan, kwa hakika pana nafsi inaingia hali fulani ya uoga, ya hofu, ya tarqib. Yani nafsi inaingia tabia ya kuwa, au inaingiwa na jambo la kwamba nifanye kwa tahadhari, niyaendee kwa tahadhari na yaendea, kwa sababu sijui wakati wangu utakuwa ni lini, sijui itakuwa ni saa ngapi, nitakuwa wapi, nitakavyoviacha vitaendaje, nitakao waacha wataishije. Nafsi yakuwa ala tarqib, nafsi inakuwa kwenye hali ya uoga, yani inachelea, kitaka kufanya hivi naogopa, ikitokea hili vipi?
Itakuwaje haya nitakayoyaacha? Mtume alikuwa anasoma hizi aya kumkumbusha mwanadamu. Lakini kwenye hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anasema inna haulai yuhibbuna al-ajila, hakika hawa sasa wanadamu hawa ambao hawakuwa kitu chochote chenye kutajwa, hawa wanadamu yuhibbuna al-ajila, wanaipenda dunia sana. Al-ajila ni dunia kwa sababu inaenda kwa haraka sana. Dunia hii ni ajila, ni kitu cha muda wa haraka sana. Ndio maana kuna watu watakufa, kisha wakisha kufa kwa nadharia ya nje wataonekana wameishi muda mchache sana. Yani walipokufa kisha kiyama kikasimama, kwa nadharia ya nje itaonekana waliishi muda mdogo sana. Kwa nini? Kwa sababu dunia ni ajila. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bu'ithtu ana wasa'atu kahatain, nimetumwa mimi na kiyama ni kahatain, mapishano ya vidole hivi viwili. Yani mtume alivyotumwa yeye mpaka atakapoondoka na kuja kwa kiyama ni muda mchache, kama hivi unavyoona vidole vimepishana. Miaka mingapi leo hii tupo na kiyama hakijasimama? Kikisimama utaona kwamba hii dunia ni kitu kidogo sana, ajila, ni kitu cha haraka sana, kimeisha punde tu imemalizika dunia. Siku ya Ijumaa hii inatukumbusha mapenzi yetu kunako dunia na mikakati yetu kunako kuipendezesha hii dunia, na kuwa wazito kunako akhera, kujichelewesha kunako hii akhera ni katika ule mlango wa mwanadamu kuwa ni kiumbe dhaluman jahula. Tunapoizungumzia hii siku ya Ijumaa, ndugu zangu, tufahamuni ya kwamba tunazungumza au tupo kwenye siku nzito ambayo kila mwanadamu akisikia Ijumaa basi kuna sehemu ya hofu inamtanda. Nimaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha mengi katika siku ya Ijumaa, amefundisha mengi katika siku ya Ijumaa. Katika hayo ni watu kuhudhuria katika swala za jamaa au salatul Jumaa mapema, na Mtume akataja malipo ya kila yule atakayefika kuanzia saa ya kwanza, saa ya pili, saa ya tatu, saa ya nne, mpaka mwisho yule ambaye ataingia akamkuta khatibu amepanda juu ya mimbar. Bimaana utajwaji wa haya malipo ni kumuonyesha ya kwamba Muislamu, hii siku wewe usighafilike kukosa huu ujira. Jitahidi mapema, ikiwezekana acha shughuli zako siku ya Ijumaa, acha kabisa, tulizana ili uwahi fadhila za siku ya Ijumaa. Ukiwa umeenda msikitini ukiwa msafi, kiingia msikitini ukiwa ni mtu msafi mwenye nguo zilizokuwa safi, ukifika mswalie sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumaliza swala zako mbalimbali na uraji wako mbalimbali, kaa ukimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi, mswalie sana. Au hata ukiwa unatembea mswalie Mtume alaihi salatu wasallam, usiache huu uradi. Hakuna aliyemswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiwango kikubwa akarudi akasema uradi huu haujanufaisha. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha taratibu za watu kuswali salatul Jumaa, namna gani watu watakikana waswali, wakae kwenye salatul Jumaa, wasifanye nini michezo katika salatul Jumaa, kuchezea simu hutuba inaendelea, kuchati, kuanza kuongea na mtu. Yote haya Mtume kayakataza.
sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini mwisho niseme kuna watu khutbatul Jumaa inaendelea, watu wengine wanalala nasinzia kabisa, na hii ni kwa sababu hakutenga muda wa kujiandaa na salatul Jumaa. Alipoamka asubuhi aliingia kwenye shughuli zake ngumu, akafanya kazi zake kwa kiasi kikubwa, hakutenga muda mzuri wa kupumzika. Alipoingia salatul Jumaa, khatibu kapanda, feni ikampiga, utulivu umeingia ndani, sakina imefunikwa kwenye watu, ndipo yeye usingizi ukamwanzia hapo hapo, akaanza kulala. Tumewashuhudia baadhi ya watu kwenye misikiti siku ya Ijumaa, khatibu kapanda juu ya mimbar, anakoroma, kakana anakoroma usingizi. Hii ni ishara tumeghafilia kiwango kikubwa sana, ishara tumeghafilika mpaka na tambihat al-ma'nawi wa hissi, yani vile vinavyotuzindua vya kimaana na vya kihisia tunavyoviona vyote tumeghafilika navyo, yani tumeghafilika navyo. Ndugu zangu, isiwachoshe kwenye mazungumzo, nakumbusha tu vijana wetu, wanafunzi, tusafishe msikiti wetu, sisi wenyewe tujiandae vizuri mapema tu, ingia msikitini, kiwezekana saa ngapi, wahi safu al-awwal, pumzika kidogo ndani ya msikiti, lala usingizi utoke, ili kwa ajili ya kutafuta fadhila. Hatujui amali ipi ambayo itatuokoa sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutakiwi kudharau amali ndogo hata siku moja. Chochote katika matendo mema hatutakiwi kuyadharau, khairi yoyote hatutakiwi kuidharau. Muda wa kuwa hii ni khairi kaifundisha Mtume alayhi salatu wasalam, usidharau, kwa sababu hujui amali ipi itakayokuokoa na adhabu za Allah subhanahu. Hujui, hauna maarifa na hilo, hajakujuza Mola wako hilo. Kwa hiyo unaweza ukaona jambo la kuwahi msikitini mapema, si jambo la kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo gani, si ukao unasoma Qur'ani, si suratul Kahfi, si unafanyaje, ukaviona ni vitu sahala, ni yasira, lakini kumbe hivyo vitu watahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi adhim, kaviona vipesi kabisa, lakini kumbe mbele ya Allah subhanahu ni vikubwa. Vijana wenzangu, wanafunzi wenzangu, tujitahidini sana siku hii ya Ijumaa, kujitahidi kwa kiwango kikubwa, kujisafisha, kumswalia Mtume, kusoma Qur'ani, kufanya uradi, kuwahi mapema msikitini. Si hapa tu, kokote kule utakapoenda, msikiti wote unaojua wewe, jitahidi uwahi mapema ndani ya msikiti, ukiwa msafi, wanukia vizuri, basi wahi utafute fadhila. Tunapopewa misimu ya kheri, tunapopewa nyakati za kheri, matendo ya kheri, tusiyaache kabisa kuyadha, yani tusiyatupilie mbali tukaghafilika nayo, kwa sababu ya hii nilichokuambieni, hujui ni ipi amali ambayo itakayokuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubariki kwenye umri wetu, aujalie umri wetu ni umri wenye manufaa. Atujalie Allah subhanahu wa ta'ala umri wetu uwe ni umri ambao unahitimisho lililokuwa jema. Aturuzuku husna al-khatima sisi na wazazi wetu, watoto wetu, familia zetu, na atujalie katika watu ambao ni mukhlisin, wenye kutakasa nia zao, wenye kuyafanya matendo hatuyafanyi isipokuwa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, na atuondoshie kibri na ujubu na husda na vile vile riya wa sum'a. Atupandikize katika vifua vyetu mahabbat Allah wa mahabbat rasuli wa mahabbat awliya'i. Tumomba pia Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu ya mbali, ya siri, ya wazi, yote tusamehe Allah subhanahu wa ta'ala, na atujalie kuwa katika watu ambao wanagombania milango ya kufanyia toba, milango ya kuomba msamaha, milango ya kutaka msamaha wa Allah na ghufranu, na vile vile msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.